Na habari gani mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Msistayo TV. Karibu kwenye taarifa za leo asubuhi, na tumaini kuwa ni mzima wa afya. Na kama ni mgeni kwenye hii channel, kitu cha kwanza na kuomba ni kusubscribe na kulike, ndio habari zetu ziendelee kufika mbali. Na kitu cha kwanza natoa kwanza pole kwa jeshi la Twirwaneho kwenye maafa wanaendelea kupigana kiume. Wamesimama dhidi ya watesi wao, wanapigana ili Minembwe isianguke kwenye mikono ya wanyang'anyi, ya watu wabaya. Na pia niendelee kuwapa courage kwa kuendelea kulinda raia na mali zao, kwa sababu serikali ya Kinshasa iliyoshindwa vita imesema acha endelee kufanya masakre. Sasa inaona masakre imezidi, sasa inaanza kutafuta pia makanisa ibada. Na habari zilizopokea jana hapa Msiza hiyo ni kuwa jana kulikuwa na mapigano yaliyohusisha matumizi ya silaha nzito katika maeneo ya Kalingi, Ilondo na Ruhinamavi. Pia kulikuwa na ndege zisizo na rubani, kimaanisha drones nyingi zilikuwa zikifanya mashambulizi kiwemo katika eneo la Kukibuga na karibu na hospitali ya Minembwe. Ndio jana hospitali ya Minembwe ikawa bombarded na drone kutoka Kinshasa. Lakini hapa huwezi sikia Kongo la kiandika au ziona Umoja wa Mataifa ukikemea. Na pia upande wa adui ulala katika eneo la Ruhinamavi, wakati nikiendelea kutafuta njia ya kukabiliana nao kama inavyofanya hapo awali. Na tunakumbusha kuwa kwa sasa ni kama serikali ya au FARDC na washirika wake ni kama wamepewa amri kutorudi nyuma hata hadi watakapoteka mji wa Minembwe. Ndio hiyo amri waliopewa, na pia wamepewa vifaa vingi vingine vya kijeshi na kuwasaidia kufanikisha lengo hilo. Hata hivyo, waandishi anasema kuwa kwa kejeli kwamba wanashukuru kwa kuleta vifaa hivyo kwa sababu wao wenyewe hatakuwa navyo walishukuru kwa kuletewa vifaa hivyo, na kwa sababu hivyo vifaa hawakuwa navyo hapo awali. Na habari za jioni zinasema kuwa habari zilizotangazwa na zilizopatikana zinaweza kuwa tangu jana asubuhi mapigano yalikuwa kiendelea kushika kasi katika eneo la Ruhinamavu, ambapo muungano wa FARDC, P5, FDLR na FNB walijaribu kuvunja ngome ya upande wanaodhibiti eneo hilo. Hata hivyo, taarifa zinaweza kuwa vikosi au chama cha MRDP ya Madugu na Intare vimewazuia na kuwalazimisha kurudi nyuma. Na kwa sasa hali ya utulivu ikarejea, na habari nyingine zinaonyesha kuwa maeneo yaliyokuwa yakitumiwa kama vituo vya makazi ya raia katika Rubemba yameharibiwa kwa kiasi kikubwa. Inakumbushwa kuwa maeneo hayo yako karibu na Point Zero, eneo ambalo limekuwa likilengwa mara kwa mara na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, kimaanisha drone zilizorushwa kutoka upande wa serikali ya Kinshasa. Na Mungu alinde kulinda Twirwaneho na raia, na tuendelee kupigana, tusikate tamaa. Na tukielekea huko Bukavu ni kuwa huenda kampuni ya BDGL ikafungwa kwa kushindwa kukidhi mahitaji ya wananchi. BDGL ni kampuni iliyochukua nafasi ya Bralima katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya M23 Twirwaneho. Inadaiwa kushindwa kusambaza kwa kiwango cha kutosha vinywaji vya pombe vinavyozalishwa nchini DRC Congo. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyoaminika, kampuni ya BDGL inaweza kufunga shughuli zake katika siku za hivi karibuni kutokana na hali hiyo ya kushindwa kukidhi mahitaji kwa wananchi. Na tukielekea huko Goma ni kuwa meya wa jiji la Goma anawafahamisha wananchi wa eneo lake, hasa wanafunzi wa madarasa ya mwisho na wanafunzi wa vyuo, kwamba maandamano ya fujo ya aina nyingine za vitendo vya vurugu ilikuwa kimepangwa jana, ikiwemo kuchana sare, maanisha teni za wanafunzi za kuvaa, na baada ya kumaliza mitihani ya taifa examen d'etat vimepigwa marufuku kabisa. Hiyo maandamano imepigwa marufuku, na amesema kuwa vitendo hivyo ni tabia za zamani zisizofaa na vinapaswa kuachwa kabisa. Huo ni meya wa Goma ndo alitoa, kwa sababu kuna maandamano ilikuwa ikipangwa na wanafunzi wa madarasa ya mwisho na wanafunzi wa vyuo. Na ni hatari ndugu zangu, ni hatari. Na tukielekea kwa Kinshasa ni kuwa
wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na za kiusalama na za kiuchumi, vyama vya upinzani dhidi ya utawala wa Rais Felix Tshisekedi vinaendelea kupaza sauti kuvikosoa kile kinachoita maamuzi yanayoweza kuingiza nchi katika matatizo makubwa zaidi. Na jana tarehe 24 chama cha Parti du Peuple pour Reconstruction et la Démocratie PPRD ambacho kilikuwa madarakani wakati wa Rais Joseph Kabila kilifanya mkutano mkubwa mjini Kinshasa uliowakutanisha viongozi wake wa wanachama muhimu, na mkutano huu ulikuwa na lengo ya kutathmini hali ya nchi kwa sasa na kuchukua maamuzi kuhusu masuala muhimu yanayohusu mustakabali wa taifa. Na baada ya mkutano huo PPRD ilitoa tamko muhimu likisisitiza tena kwamba linapinga kabisa wazo lolote la kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa maslahi ya kisiasa. Na chama hicho pia kilitangaza kuwa hakiungi mkono hatua yoyote ambayo inaweza kumruhusu Felix Tshisekedi kupata muhula wa 3 au kuendelea kuongoza nchi nje ya muda uliowekwa na sheria. Na wachambuzi wa siasa wanasema kuwa tamko hili la PPRD limekuja wakati mjadala ukiendelea kati ya wafuasi wa serikali na wapinzani kuhusu utawala wa nchi, uchaguzi ujao, pamoja na nafasi ya taasisi mbalimbali katika kujenga amani ya kudumu. Wakati huo katibu mkuu wa Senko Askofu Donatien Shole ametoa kauli nyingine ambayo imezua mjadala mkubwa katika siasa za Kongo. Alikuwa akijibu baadhi ya wanasiasa wa muungano wa Union Sacrée waliowashutumu baadhi ya maaskofu kwa kushirikiana nao kufuatiliwa na Rais Paul Kagame wa Rwanda pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila. Askofu Donatien Shole alisema kuwa hizo kauli ni matusi na kudhalilisha maaskofu wa kanisa Katolika. Alisema hili ni swala nzito sana, na kusema kwamba maaskofu wanaongozwa na Kagame au Kabila ni kuwavunjia heshima. Wao ni watu wenye uwezo wa kufanya maamuzi yao wenyewe. Sisi pia tunajiuliza kama kuna baadhi ya watu wenye makubaliano maalum na Rwanda. Kila mmoja baki upande wake na sisi ni mtuache upande wetu. Na kauli hizi za Askofu Shole zinaonyesha mvutano unaozidi kuongezeka kati ya serikali ya Tshisekedi na baadhi ya taasisi za kidini, hasa kanisa Katoliki na kanisa la ECC ambazo zimekuwa zikitaka mazungumzo ya kina katika pande zote za kisiasa ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa matatizo ya usalama na utawala wa nchi. Kwa upande wa kisiasa, serikali ya Felix Tshisekedi bado ina nguvu kubwa ndani ya taasisi za serikali na bunge la taifa na muungano wa Union Sacrée de la Nation unaomuunga mkono. Muungano huu unaendelea kudhibiti sehemu kubwa ya taasisi zinazofanya maamuzi nchini DRC. Na hata hivyo, upinzani nao unaendelea kujipanga. Miongoni mwa wanasiasa wanaofuatilia kwa karibu Joseph Kabila na wafuasi wake wa PPRD, Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delisa Sesenga pamoja na vyama vingine vinavyotaka mabadiliko katika uongozi wa nchi. Na pia kuna makundi ya kisiasa na yenye silaha yanayodai kupigania mabadiliko ya nchi, jambo linalofanya tatizo la usalama kuendelea kuwa mojawapo ya changamoto kubwa kwa serikali ya sasa. Wachambuzi wengi wanaamini kwamba ingawa Rais Tshisekedi bado ana mamlaka makubwa nchini, wapinzani wake wanaendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Kongo kupitia vyama vya upinzani, taasisi za kidini na mashirika ya kutetea haki za binadamu na makundi mengine ya wananchi yanataka mabadiliko. Niwashukuru tena ndugu zangu, asanteni.